Leo ni siku ya pekee sana katika maisha. Nayasema haya nikikumbuka kauli ya wahenga isemayo, liwezekanalo leo lisingoje kesho. Kumbe, siku ya leo inaweza kubadilisha matokeo yako ya kesho. Mimi niliye mmoja kati ya wanafamilia wa chaneli ya Lisha Ubongo. Napenda kukushukuru wewe mtazamaji na msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi ndani ya chaneli yetu hii ya Lisha Ubongo, ambayo inapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa jina hili hili la Lisha Ubongo, yaani ukiwa YouTube, ukiwa TikTok, ukiwa Facebook, Instagram, Thread, Twitter ijulikanayo kama X. Bila kusahau tunayo chaneli yetu huko WhatsApp inayotambulikana kwa jina hili hili la Lisha Ubongo. Kwa utangulizi huu mdogo tulioona, naomba sasa nikukaribishe kwenye mada yetu ya leo. Mada yetu ya leo inahusu leo. Mada yetu ya leo inahusu leo. Leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Ndugu zangu, mada hii ya leo ni pana sana. Hivyo nimeigawanya katika sehemu kuu tatu ambazo ni furaha, nidhamu na mabadiliko. Baada ya mgawanyo huo, basi nikapata kichwa cha habari cha kukuletea katika mada yetu ya leo. Kichwa hicho kinasema, safari ya ndani ya mwanadamu inachangiwa na furaha, nidhamu na mabadiliko. Kuielezea siku ya leo na kuimaliza leo ni ngumu sana, ila naweza kueleza mambo yawezayo kuhusianishwa na ukuaji wa siku ya leo kwa matokeo mazuri ya kesho. Kuna mambo matatu ambayo hutengeneza msingi wa maisha yenye mwanga: furaha, nidhamu na mabadiliko. Haya si maneno tu, ni safari. Safari inayoanzia moyoni na kuonekana katika matendo ya kila siku. Nikianza na jambo la kwanza, yaani furaha, naweza kusema furaha yaweza kuelezwa kwa namna tofauti. Kama ukitumia kamusi ya Kiswahili sanifu toleo la 4 TUKI, utaweza kuona furaha imeelezwa kuwa ni: maana ya kwanza, ukunjufu wa moyo, yaani uchangamfu au bashasha au ucheshi. Maana ya pili, hali ya kuridhika, yaani nyemi. Neno nyemi tunalipata katika methali isemayo, kipya kinyemi ingawa kidonda. Kipya kinyemi ingawa kidonda. Au unaposikia mtu akisema sina nyemi naye, hapa humaanisha simpendi au sifurahishwi naye. Maana ya tatu na ya mwisho kutoka kwenye kamusi yetu hii TUKI toleo la 4 ni hali ya kustarehe. Furaha ni hali ya kustarehe. Baada ya kuangalia maana hizo, tuangalie kwa ufupi juu ya furaha. Furaha ni zawadi, lakini si zawadi inayotolewa na ulimwengu, ni zawadi inayotolewa na moyo ulio mtulivu. Furaha ya kweli haiishii kwenye vitu tunavyovimiliki, bali kwenye mtazamo tunaoumiliki. Ni kama mwanga wa alfajiri, huja pole pole, lakini ukifika huondoa giza lote. Unaweza ukaitazama hii video ambayo ninakuonesha hapa pembeni, na kisha nasubiria jibu lako zuri ambalo utanipatia, kwani nina swali natamani kukuuliza unapoitazama video hii. Swali langu la kwanza, natamani kujua, ili furaha ikamilike inapaswa iwe na mkusanyiko wa nini na nini? Na swali langu la pili, furaha ni nini? Furaha ni nini? Ni machozi? Furaha ni kupiga makofi? Furaha ni vigelegele? Naomba uniambie furaha ni nini. Video hii unaoiona hapo mbele yako inaonesha watu au inaonesha familia zenye furaha baada ya kuwapokea wapenzi wao. Yaani watoto hao ukiwaona wanafurahia baada ya kuona baba yao ndio zawadi ya pekee walioletewa kwenye boksi. Wanamkumbatia na mambo mengine yanaendelea. Na mzee huyu kwenye ndege anashtuka baada ya kufanyiwa hicho kitendo cha kuwekewa mguu, lakini baadaye anakuja kugundua kumbe aliyeweka huo mguu alikuwa ni mtoto wake ambaye alitamani kuonana naye. Ananyanyuka kwa jazba ili aweze kupigana naye, lakini baadaye inabadilika inakuwa furaha. Ndio maana nikakuuliza furaha ni nini? Na huyo ni mtoto pia, naye anashangaa kumuona mzazi wake ambaye pengine ni kwa muda mrefu hajaonana naye. Kwa hiyo mpaka machozi yanamtoka. Furaha ni nini? Furaha ni nini? Naomba unijibu.
Naomba niingie sehemu ya pili ambayo inasema nidhamu. Kuna msemo ambao umebeba busara, unasema hivi: usimtekenye yule aliyekubeba, maana kuna hatari ya wewe kuanguka peke yako au kuanguka naye. Kuanguka peke yako ni pale ambapo atakuachia wewe ambaye umemtekenya na yeye akaruka ili asidondoke pamoja nawe. Kumbe inatupasa kuwa wavumilivu na wapole katika maamuzi yetu. Kama hatuna uhakika nayo, tuvumilie na tuwe wapole mpaka tutakapojithibitishia, ndipo tufanye maamuzi hayo. Na hii imekaa katika namna ya uchokozi. Kwa hiyo wewe utaangalia, lakini kikubwa kuwa mvumilivu na mpole katika maamuzi unayoyafanya, usikurupuke. Vinginevyo tutawaumiza wanaotujali na kutupenda katika maisha yetu. Tukifanya maamuzi ya kukurupuka, lazima tu tutawaumiza wale wanaotupenda. Nidhamu ni heshima. Heshima kwa watu, heshima kwa muda, heshima kwa kazi na heshima kwa nafasi yako ulionayo. Nidhamu ndiyo nguzo ya mafanikio yote. Ninaposema nidhamu ndiyo nguzo ya mafanikio yote, nakumbuka yale yaliyoandikwa na mwandishi Fratelli Agustino Mushi kwenye kitabu chake kiitwacho Nidhamu ni Mama wa Mafanikio Yote, ambacho nimekuwekea hapa juu. Nadhani unakiona vizuri kabisa. Nami pia naungana naye ninaposema nidhamu ndiyo nguzo ya mafanikio yote, na kubaliana naye kabisa. Kwenye kitabu chake hiki ameelezea vizuri sana maana ya nidhamu na nidhamu inahusianishwa vipi na maisha yetu ya kila siku. Ndio maana akakipa jina la Nidhamu ndiye Mama wa Mafanikio Yote. Utaweza kukipata kwenye chaneli yetu hii ya Lisha Ubongo, ambapo alikielezea vizuri kitabu hiki, na hapo chini kwenye video hii nimekuwekea linki, unaweza ukaibonyeza ukajipatia kuangalia maelezo juu ya kitabu hiki pendwa ambacho kinajulikana kama Nidhamu ni Mama wa Mafanikio Yote. Mtu mwenye nidhamu hupanda milima bila kelele, na akifika kileleni upepo humsalimia kwa heshima. Huyo ni mtu mwenye nidhamu. Baada ya kuyasema haya, na kuomba uitazame hii video, maana kuna funzo zuri juu ya nidhamu, ama tunaposema usimtekenye aliyekubeba. Ukiangalia hii video ambayo nakuonesha hapo juu, hii video inaonesha huyo ni aina ya mtu ametengenezwa kwa mfumo wa mawe, tunasema animation. Ametengenezwa kwa mfumo wa mawe na anazuia jiwe kubwa ambalo linataka kuharibu utawala fulani hapo chini. Manake kwa maana ya kawaida ukiangalia vizuri, huyo ni mlinzi wa huo mji au huo utawala. Lakini kwa bahati mbaya jiwe lile linamzidi nguvu. Analizuia kiasi kwamba anaenda kugusa jengo moja na linadondoka. Lile jengo likidondoka, kumbe ule mji ulikuwa umewekwa kiautomatiki kwamba yoyote atakayeushambulia kwa namna moja ama nyingine, basi silaha zinajitokeza na kumpiga adui. Kumbe silaha hizo wakati zimetoka na kumpiga adui, maskini ya Mungu, hakuwa adui, alikuwa ni mtetezi wa taifa hilo, ambaye ukiangalia kwenye video hiyo unaona kabisa alikuwa akizuia madhara yasiende katika mji wake. Basi mlinzi huyu naye alikosa uvumilivu, akaamua kuachia jiwe liiteketeze, kwa sababu anaowatetea ndio wanaompiga. Ungekuwa wewe ungefanyaje? Hebu niambie, naomba niambie tu, ungekuwa wewe ungefanyaje? Unamtetea mtu anakupiga. Hapa naweza kuunganisha na mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye pekee alikubali kufa kwa ajili yetu, kwa ajili ya dhambi zangu na zako. Lakini huyu mlinzi wa hili taifa amekosa uvumilivu, na hii ni kutokana na kwamba aliyowabeba walimtekenya, akawaachia ili apate uhuru. Ya nini kuteseka kama mtu hakuhitaji? Asante. Twende sehemu ya tatu. Sehemu ya tatu inasema mabadiliko ni kubadilika, yaani kukubali kubadilika ndiyo mabadiliko. Huu ni msemo wa chaneli yetu juu ya mabadiliko, kwa sababu ndio lengo kuu la sisi kama familia ya Lisha Ubongo, kwamba mabadiliko ni kubadilika. Ikikupendeza, karibu usikilize kwa ufupi ujumbe huu kwa njia ya wimbo, kisha tuendelee na mada yetu hii. Karibu usikilize huu wimbo ambao ni wa chaneli yetu ya Lisha Ubongo, alafu utaona tunamaanisha nini kukukaribisha wewe mwanafamilia.
Lisha ubongo ipo kwa ajili yako. Lisha ubongo ipo kwa ajili yako. Kushirikishana na kusaidiana, kushawishi kukua kwa fikra zetu, kuelekea mtazamo chanya. Mwanzo ni mgumu, pamoja tutafika. Mabadiliko ni kubadilika. Mwanzo ni mgumu, pamoja tutafika. Lisha ubongo, lisha ubongo ipo kwa ajili yako. Lisha ubongo ipo kwa ajili yako. Kushirikishana na kusaidiana, kushawishi kukua kwa fikra zetu, kuelekea mtazamo chanya. Mwanzo ni mgumu, pamoja tutafika. Mabadiliko ni kubadilika. Mwanzo ni mgumu, pamoja tutafika. Mabadiliko sio tukio la nje peke yake. Mabadiliko sio tukio la kuonesha watu. Mabadiliko sio tukio la kumridhisha mtu fulani. Mabadiliko sio tukio ama sio kitu ama sio jambo la kutaka uonekane na kikundi fulani kwamba kuna mabadiliko. Ila mabadiliko ni nini? Mabadiliko ni tukio la ndani. Naliita tukio kwa sababu linahusianisha mchakato fulani. Ni tukio la ndani ambalo linakuhitaji wewe mwenyewe ujipokee, ujue madhaifu yako, ujijue vizuri kabisa, alafu uamue kwamba sasa nabadilika. Kumbe mabadiliko yanaanza na mimi. Mabadiliko yanaanza na mimi, alafu baadaye ndio yanafuata kwa wengine. Moja, kwa kukutazama ulivyobadilika na mtu mwingine anaweza akabadilika. Mbili, kwa kukutazama unachokifanya baada ya kubadilika. Mabadiliko yanaanza pale mtu anaposema, naam, ninaweza kuwa bora kuliko nilivyo sasa. Mabadiliko yanauma kidogo. Mabadiliko yanaumiza kidogo. Huwezi ukabadilika ukakosa kuumia. Hili lazima nikuweke wazi, mpendwa msikilizaji na mtazamaji katika chaneli yetu ya Lisha Ubongo. Mabadiliko yanauma kwa kiasi chake, ila kutobadilika kunaumiza kila siku. Dhamira inatusuta kila siku tusipobadilika. Mabadiliko haya ni kuelekea wema na upendo. Ama hakika ni sadaka inayoumiza kiasi chake. Si rahisi, lakini unaweza. Si rahisi, ila unaweza, mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Ninao mfano wa kijana mmoja ambaye alikuwa mwizi, ila baadaye alibadilika baada ya kukutana na mwizi mzee. Hadithi hii ama stori hii imepewa jina la Mwizi Kijana, Damu Motomoto na Mwizi Mzee. Walizungumza nini? Karibu uisikilize wakati unatazama video hii niliyokuwekea hapo juu. Mwizi mmoja aliyejitambulisha kama mhudumu katika mgahawa alikuwa akijaribu kumwibia bibi mmoja kipofu, lakini kwa bahati nzuri pembeni alikuwepo mzee mmoja. Aliweka funguo ya gari chini na kisha kudondosha kikombe, na hapo aliweza kumuita yule kijana aliyejifanya mhudumu na kisha kumwambia asafishe pale chini. Lakini yule kijana alipoona funguo za gari, tamaa ilimwingia. Alipokuwa akijaribu kufungua gari, ghafla alishtushwa na polisi. Katika hali ya kutamaki, polisi alimuuliza, ni kwa muda gani umekuwa ukitumia gari hili na mbona taa inawaka? Yule kijana alijaribu kupotezea na kumwambia polisi asijali, atashughulikia kila kitu. Yule kijana alipofungua ndani ya gari alikuta kunazo hela nyingi sana. Alifurahi sana na ghafla aliwekwa chini ya ulinzi. Alipogeuka kuangalia, kumbe alikuwa ni yule mzee ambaye alikutana naye kwenye ule mgahawa. Basi kijana kwa huruma alimuomba yule mzee anusuru maisha yake, amsamehe maisha yake. Lakini hata hivyo yule mzee alimwambia tayari ushachelewa, na baada yake alimshurutisha aendeshe gari na kulipeleka kule atakakomwelekeza. Basi walitoka mahali pale wakaelekea mpaka kwenye msitu mnene. Walipofika, yule kijana hakujua
nini cha kufanya. Alijaribu kupiga kelele, lakini hapakuwepo na wakumpa msaada. Yule mzee alizidi kumshurutisha azidi kusonga mbele. Walipofika mbele, yule kijana alikutana na shimo, na hapo kijana aliogopa sana, akizani kwamba yule mzee alidhamiria kabisa kutoa uhai wake, lakini yule mzee alimsisitiza anyanyuke na wazidi kusonga mbele, saa yake bado. Walipofika mbele, walikutana na kaburi. Yule mzee akapangusa kile kibao kilichokuwa kwenye kaburi lile. Yule kijana alipotazama vizuri kwenye kile kibao, aliliona jina la yule mtu aliyekuwa amezikwa mle, lakini pia mwaka wa kuzaliwa na mwaka wa kifo chake. Ndipo aligundua kwamba zikwa katika umri sawa na yeye. Ndipo yule mzee aliamua kumfunulia historia ya yule kijana ya kuwa alikuwa mwizi, na kwa wizi wake huo ilimgharimu maisha yake. Alimsihi kijana kuachana na masuala ya wizi na kumuonesha kuwa kile alichokuwa akimtisha nacho haikuwa bunduki, isipokuwa ilikuwa kiberiti cha kuashia sigara. Na hapo alizidi kumweleza kuwa yule mtu aliyezikwa katika kaburi lile ndiye mtoto wa pekee wa yule mama aliyekuwa akijaribu kumwibia hela yake. Na hapo alimsihi aende kumuomba radhi na kumrudishia hela yake. Kijana aliporudi alijitambulisha tena kama mhudumu, lakini safari hii alimwambia, samahani, ni vigumu kueleza, lakini nilijaribu kukuibia. Yule mama alifurahi sana, na hapo alimkumbuka mwanaye akafarijika. Ndipo alipomwambia yule kijana ambaye alikuwa akiondoka kwamba, mwanangu, subiri. Mtu anayekubali kubadilika anafungua milango ya fursa mpya, anafungua akili, anafungua moyo, na hatimaye anaufungua mustakabali wa maisha yake. Kama umeiangalia vizuri hii video, huyu kijana amefungua mustakabali wa maisha yake. Kwanza amempata mama mpya, lakini pili amepata elimu kwamba mwizi yule mwingine alikufa katika umri kama wa kwake. Je, na yeye angependa kufa mapema kwa sababu ya wizi? Kwa hiyo amepata funzo na amepata fursa, kwa sababu hata aliyemsaidia ni mmoja kati aliyejuta kwa kazi aliyoifanya kwa kipindi chote. Hivyo ndugu yangu unayenisikiliza, huyu kijana aliyebadilika kwenye kazi hii ya wizi, si rahisi kubadilika moja kwa moja kama hatokubali kuumia na kutoa sadaka. Mabadiliko ya ndani yanahitaji sadaka, na hii sadaka inatutaka sisi tuwe sawasawa na kile tunachokisema kutoka moyoni mwetu. Na badilika, basi badiliko hilo liwe la kweli. Napenda kukukaribisha tena katika chaneli yetu ya Lisha Ubongo, lakini kikubwa zaidi napenda kushukuru. Mimi niliye mmoja ya wanafamilia wa chaneli ya Lisha Ubongo, nasema asante kwa niaba ya familia nzima. Karibu uendelee kuwa nasi, tunakupenda sana, na wewe ndiye mmoja ambaye unatuwezesha mpaka hapa tulipofikia. Hitimisho la moja kwa moja, hitimisho la kutia nguvu katika hiki nilichokisema. Furaha hutupa mwanga, nidhamu hutupa mwelekeo, mabadiliko hutupa mwendo. Haya matatu yakikaa moyoni mwa mtu, maisha yake huwa simulizi la ushindi. Kama mito mikubwa inayotiririka kwa utulivu, hivyo ndivyo roho ya mtu inavyotulia anapopata furaha ya ndani, nidhamu ya tabia na ujuzi wa kubadilika. Mwisho wa safari, mtu huyu anageuka kuwa kioo kinachoakisi uzuri, busara na utulivu kwa ajili yake na kwa ajili ya dunia nzima inayomtazama. Asante sana. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Danke. Tschüss.